سلطانه في السماء وفي الأرض أيضا. وبوجه خامس وهو دلالة العقل عليه لأنه صفة كامل صفة كمال. وبوجه ثالث وهو دلالة الفطرة عليه لأن الخلق مفطورون على أن الله في السماء. Naam. Yote haya yaliyotangulia katika adilla min alkitabi wa sunna wal ijma' wa ijma' salaf ambazo zinaashiria sifatul ulu lillahi subhanahu wa ta'ala ala qismaiha sifatu dhati na sifatu dhati wa sifatu ish ulu sifa wa ulu dhat, yani sifatu dhati wa sifatu yani ulu sifa wa ulu dhat, uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala katika sifa yake kwamba yuko juu na dhati yake Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yuko juu. Yote haya ahlu ta'tili wamepinga kauna Allah bi dhati fi samaa. Ahlu ta'til, ahlu kalam, falsafa, ahlu bid'ah wamepinga kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hayupo juu kwa dhati yake. Wafasaru maanaha, na wakaleta tafsiri katika maana yake anna fi samai mulkahu wa sultana, kwamba kule mbinguni kuna ufalme wake na utawala wake wa nahwa, ambayo yote haya ni kalamu batil mukhalifun lilkitabi was sunnah mukhalifun lima alayhi salafuna as-salih. نرد عليه بما سبق في القاعدة الرابعة. القاعدة الرابعة لها 3 وجوه. الوجه الأول عثمان خلاف ظاهر النصوص. نعم. ثانيا خلاف طريقة السلف. ثالثا ليس عليه دليل صحيح. هذه 3 أوجه. Lakini hapa muallif rahimahullah ta'ala Sheikh Uthaymeen ameongeza wajhun rabi, anna mulka Allah wa sultanahu fi samai wa fil ardi. Nyinyi mnaosema kwamba ufalme wa Allah ndio uko mbinguni, haya maneno si sahihi. Ufalme wa Allah uko mbinguni na ardhini pia. Ufalme wa Allah na utawala wa Allah subhanahu wa ta'ala fi samai wa fil ardi aidan. Hii ni radd alayhi. Na wajhi wa 5 وهو دلالة العقل عليه، دليل ya kiakili, لأنه صفة كمال. صفة العلو هي صفة ايش؟ صفة كمال، ni sifa ya ukamilifu. Kwa hiyo unapotaka kuiondoa sifa hiyo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, maana yake unakwenda kumpa sifa ya upungufu, kwamba kuna kiumbe katika viumbe wake atakuwa juu yake. Hadha la yanbaghi li jalalihi wa kibriyaihi wa alamatihi subhanahu wa ta'ala. Ama wajhu sadis katika raddi ya hawa ahlul bid'ah, annaha dilalatul fitra alayhi, kwamba ni dalili ya kimaumbile. Maumbile, mwanadamu ameumbwa tangu akiwa mdogo akimtambua Allah kwamba yuko juu. Hata mtoto mdogo wa mwaka 1, 2, 3 bakishaanza kusema, ambaye anatambua maneno. Ukimuuliza Allah yuko wapi, akijua kwamba neno Allah ni Mungu, atakwambia yuko wapi? Yuko juu. Allah yuko kule, hata juu hajajua, kwa kule kiwa anaashiria mbinguni, kwa sababu haya ndiyo maumbile. Kullu mauludun yulad ala fitra wa abawahu yuhawidani au majisani au nasiranihi. كل مولود يولد على الفطرة. نعم. قال رحمه الله تعالى معنى كون الله في السماء. المعنى الصحيح لكون الله في السماء أن الله تعالى على السماء، وفي بمعنى على وليست بظرفية، لأن السماء لا تحيط بالله، أو إنه بالعلو، فالسماء بمعنى العلو وليس المراد بها السماء المدنية. نعم. تنبيه: ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه نقل عن بعض الكتب المتقدمة أن من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه
أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء، وهذا النقل غير صحيح لأنه لا سند له، ولأن الإيمان بعلو الله والسجود له لا يختصان بهذه الأمة، وما لا يختص لا يصح أن يكون علامة، ولأن التعبير بالزعم في هذا الأمر ليس بمدح، لأن أكثر ما يأتي الزعم فيما يشك فيه. نعم. Kisha Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala akaleta maana ya hili neno kaunullahi fi sama, Allah kuwa mbinguni. Nini maana yake? Bado tumeeleza huko nyuma. Asema al-maana sahih li kaunillahi fi sama anna Allah ta'ala ala sama. Maana sahihi kabisa ya Allah kuwa yuko mbinguni kwa taabiri ya neno fi sama, maana yake ni kwamba Allah mtukufu yuko juu ya mbingu, kwa sababu kalimatu fi bimaana ala walaisat lidharfiyya. Neno fi kwa maana ya ala na wala sio ya dharfiyya, lianna as-samaa wazi, lianna as-samaa nikija fi kwa maana dharfiyya sinakuwa ndani lianna as-samaa la tuhitu billahi, kwa sababu mbingu hazimzunguki Allah subhanahu wa ta'ala, na hakuna kiumbe chochote sawa kinachomzunguka Allah subhanahu wa ta'ala. Au innahu fil uluwi, au yeye Allah subhanahu wa ta'ala unaposema fi samai unaweza kutafsiri kwamba innahu fil ulu, kwa maana ya as-samaa'u as-samaa'u kwa maana ya maana al-ulu. Maana ya samaa hapa ikitafsiriwa kwa maana ya al-ulu, na ikija kwa maana ya al-mabniya, ile kiumbe kilichoumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, fi itakuwa kwa maana ya ala. Fas-samaa'u bimaana al-ulu wa laysa al-muradu biha as-samaa'u al-mabniya. Fas-samaa'u bimaana al-ulu wa laysa al-muradu biha as-samaa'u al-mabniya, ili iwe hii fi hapa iwe ni dharf kwa maana fi al-ulu. Naam. Kisha kala tambia hii dalili ya mwisho, Uthaymeen rahimahullah ta'ala iko daqiq katika mambo. Akasema al-Imam Ibn Qudama rahimahullah ametaja kwamba imenukuliwa kutoka katika baadhi ya vitabu vitangulia kwamba katika alama za kumjua mtume na masahaba wake zitajwa huko kwamba atakuja mtume ambaye yeye na masahaba wake watakuwa wanasujudu ardhi, ambao ndio kama tunavyosali sisi, watakuwa wanasujudu ardhi, na wanadai kwamba Mungu wao yuko wapi? Yuko mbinguni, ambao hii riwaya ameipokea al-Imam Ibn Qudama rahimahullah ta'ala, kaileta katika kitabu chake al-Ulu, lakini ni sanadi ya ilipokelewa na mtu dhaifu, Adi ibn Umaira. Kisha akasema wa hadha an-naqlu ghairu sahih, nukuu hii haiko sahihi, yani haikusihi, li'annahu la sanada lahu, sababu haina sanad, wa li'anna al-imana bi'uluwi llahi was-sujudu lahu, kwa sababu kuamini kwamba Allah yuko juu na kumsujudia yeye la yahtasani bihadhihi al-umma, si mambo ambayo yalikuwa rasmi au yalikuwa hasa kwa umma huu peke yake, bali na nyumati zilizotangulia walikuwa wakimsujudia Allah na wakiamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu, sababu sifatul ulu ni sifatu dhat, ni sifa ya dhati yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wama la yahtassu la yasihu an yakuna alama. Shakaleta kanuni kitu chochote ambacho hakihusiki, si hasa kwa mtu fulani, haisihi kukifanya kuwa ni alama yake. Nenda utamuona mtu fulani mweusi,
hapo unakwenda kwa watu ambao wote 100 ni weusi. Sasa utamjuaje katika wale 100? Watu wote weusi. Hakuhusika yeye na ule weusi katika watu weupe. Mpaka yeye awe ule weusi wake ni alama yake. Kwa hiyo kanuni inasema la yaftasu la yasihu an yakuna alama wa lianna at-ta'bira biz'ami fi hadha al-amr laysa bimadhi. Kwa sababu pia ile ta'bir iliyoletwa katika ile riwaya kwamba yazumuna anna ilahahu fi sama za'am, katika mlango huu wa aqida sio madhi, kwa sababu lianna akthara ma yati az-za'm fi ma yushakku fihi. Sababu mara nyingi ikija za'am katika lafzi ndani ya Qur'an, ndani ya Sunna, ni katika mambo ambayo yanashakiwa. Za'ama alladhina kafaru an la yub'athu qul bala rabbi la tub'athunna thumma tunabbauna bima amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir. Hii huwa inatamkwa katika yale mambo yasiyokuwa ya uhakika. Na jambo letu la kwamba Allah yuko juu ni jambo la uhakika, jambo la itikadi. Hatuna haja sisi ya kutumia riwaya ambayo ni dhaifu kisha imekuja na alfadh na taabiri ambazo ghairu mustaqim, na taabiri ambazo hazikusimama vizuri. Nadhani wakati wa adhana baada ikra. قال المؤلف رحمه الله تعالى: جواب الإمام مالك رحمه الله. سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج. نعم. kisha al-Imam Ibn Qudama rahimahullah ta'ala akaleta kile kisa kilichothibiti kwa al-Imam Malik ibn Anas al-Asbahi rahimahullah ta'ala, Imam Darul Hijra, ambaye aliulizwa al-Imam Malik katika majlisi yake kuhusiana na aya hii katika sura Taha aya ya 5: ya Aba Abdurrahman Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa, kaifa istawa? Ewe baba Abdurrahman, Allah anasema Ar-Rahman 'ala al-'arshi istawa, vipi amestawi? Allah yuko juu ya arshi. Yani yuko juu ya arshi yukoje? Kaifia alivyo huko ikoje? Swali hili alitaka kuuliza mtu mmoja katika wanafunzi baada ya darasa hili. Anauliza, tumeona kwamba kursi ni maudhi wa qadamai Rahman, kaif? Alafu kursi iko chini, alafu yani ngambela kaifa haipo katika sifa za Allah. Kaifa ni swali la bid'a katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi tunaishia pale alipotueleza yeye na alipotueleza mtume wake sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, sababu dhati yake sisi hatuijui. Wala yuhituna bihi ilma, sisi hatuijui dhati ya Allah subhanahu. Kisikia wala yuhituna bihi ilma, maana sisi hatumjui Allah dhati yake, lakini sifa zake tunazijua kwa sababu kazieleza ndani ya kitabu chake. As-Samiu Basir wa ala kulli shay'in qadir. Wazi? Na katika hadithi yanzilu rabbuna tabarak wa taala, katika hadithi imekuja sifatu dhahk, katika hadithi imekuja sifatu al-ghadab. Wazi? Mashbaha dhalik, adilla zinginezo ambazo si kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Baada ya hapo hatuzidishi na wala baada ya hapo hatupunguzi, tunabaki kama jinsi ambavyo tulivyoeleza. Hatuleti kaifia na wala hatufanyi taawili na wala hatufanyi ta'til wala hatufanyi taharifu, sababu yote haya ni katika mambo ambayo yatakwenda kupeleka na kutoa nje yale makusudio ya Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala al-istiwa ghairu majhul, akasema al-Imam Malik kumjibu yule aliyemuuliza kwamba kile kitendo cha Allah subhanahu wa ta'ala cha kustawi, tumesema al-istiwa bimaana as-su'ud wa madha wal-irtifa' wal-ulu.
wazi. Ana tukasema sifatul istiwa ni sifatu madha? Sifatul fi'l. Sasa imekuja kwa taratibu. Walladhi khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayamin thumma istawa 'ala al-'arsh. Thumma istawa 'ala al-'arsh. Kwa hiyo hii sifatul ulu ghairu majhul, ay ma'lum. Inafahamika kwa sababu ameieleza yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Na salafu na salih wametafsiri kwamba ni al-irtifa' was-su'ud wal-ulu. Qala wal kayfu ghairu ma'qul. Wal kayfu ghairu ma'qul. Na kaifia haingia akilini, haifahamiki. Ghairu ma'qul, ghairu mafhum. Haifahamiki. Kaifia ya ulu Allah subhanahu wa ta'ala. Wal imanu bihi, ay al-imanu bil istiwa, bi-istiwa Allah subhanahu wa ta'ala wajib. Waamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala istawa 'ala al-'arsh wajib. Was-su'alu anhu bid'ah. Was-su'alu an kayfiyati istiwa'ihi bid'ah. Kuuliza kaifa istawa hiyo ni uzushi, sababu hakuna aliyetangulia katika salafu na salih aliwahi kuuliza swali hilo. Thumma amara birrajuli fa ukhrija. Kisha akaamrisha wanafunzi wamtoe yule muulizaji, sababu swali hilo ni swali la shubha, atia wenzake katika shubha na kuwafanya waanze kupata dhiki katika vichwa vyao. Mtoeni. Akawa ile bwana ametolewa. Wazi? Naam. Ikra au wala bas siasa. قال الشارح رحمه الله تعالى: جواب الإمام مالك بن أنس بن مالك، وليس أبوه أنس بن مالك الصحابي بل غيره، وكان جد مالك من كبار التابعين وأبوه جده من الصحابة. ولد مالك سنة 93 الهجرية في المدينة، ومات فيها سنة 79 بعد 100، وهو في عصر تابع التابعين. سئل مالك فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال رحمه الله تعالى: الاستواء غير مجهول، أي معلوم المعنى، وهو العلو والاستقرار. والكيف غير معقول، أي كيفية الاستواء غير مدركة بالعقل، لأن الله تعالى أعظم وأجل من أن تدرك العقول كيفية صفاته. والإيمان به أي الاستواء واجب لورود في الكتاب والسنة، والسؤال عنه أي عن الكيف بدعة، لأن السؤال عنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم أمر بالسائل فأخرج من المسجد خوفا من أن يفتن الناس في عقيدتهم وتعذيرا له بمنعه في مجالس العلم. نعم، في مجالس العلم. هذه maneno ambayo ameleta Sheikh Uthaymeen rahimahullah ta'ala katika kufafanua na kusherehesha jawabu la Imam Malik ni Anas bin Malik Asbahi. Wanasema kwamba baba yake sio Anas bin Malik sahaba bali wengine, bali babu yake Malik ni kibari tabi'in. Babu yake Malik sababu anaitwa Malik ibn Anas ibn Malik. Huyu Malik ambaye babu yake ni katika matabi'i wakubwa wa Abu Jaddihi min as-sahaba, na baba wa babu yake ni katika masahaba. Ulida Malik, amezaliwa ni Imam Malik sana 93 bil Madina, mwaka wa 93 katika mji wa Madina, na akawa amekufa ndani ya mji wa Madina. Ndio maana akaitwa Imam Darul Hijra. Anafanya kazi ya kufundisha katika msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa kipindi chote, mwaka wa 179 huwa fi asri tabi'i, naye akiwa katika zama za tabi'i.
سئل مالك وقيل يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله يا أبا عبد الرحمن يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال رحمه الله الاستواء غير مجهول يعني معلوم المعنى. الاستواء نفهمك معناه وهو العلو والاستقرار. ناني علونا استقرار. والكيف غير معقول أي كيفية الاستواء غير مدركة بالعقل. كيفية ile namna ya kustawi kwa Allah huko juu haifahamiki kwa akili. Inna Allah Ta'ala a'zamu ajal, sababu Allah ni mkubwa na mtukufu zaidi min an tudrika al-uqulu kayfiyata sifatihi, kuliko vile ambavyo akili inaweza ikadiriki na kufahamu kaifia ya sifa zake au namna ya sifa zake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akili ni dhaifu ukilinganisha na sifa za Allah kudirikiwa na akili. Wal imanu bihi ay imanu bil istiwa wajibu ni wajib liurudihi fil kitabi was sunnah, sababu kullu ma warada fil kitabi was sunnah fal imanu bihi wajib. Kila kilichokuja katika kitabu na sunna kuamini ni wajib. Wasualu anhu yani anil kaifi, kuulizia kuhusiana na vile alivyostawi Allah alivyojuu huko, kaifia yake namna alivyo, bid'atun ni uzushi, lianna suala anhu lam yakun fi ahdi an-nabi sallallahu alayhi wasallam ashab, sababu haya maswali ya kaifia ya sifa ya Allah hayakuwepo wakati wa mtume na masahaba wake. Kisha Imam Malik ameamrisha amara bisaid fa ukhrija min al-masjid, amrisha yule aliuliza aondolewe msikitini khaufa min an yaftina an-nas, wa hofia sija akawafitini watu fi aqidatihim, na katika itikadi zao, wa ta'zira lahu, na iwe ni kama adhabu ta'zir, adhabu yake bimanihi min majalis al-ilm, wa kumzuia yeye kuingia katika vikao vya elimu. Naam, naishia hapo, tuendelee. Mlango ni mrefu, taanza kisha tuishie njiani. La basi, nafasu fi kalamillah, ingia katika sifatul kalam, ambayo ni sifa ya 15. ماذا تقولون؟ نكتفي بهذا، الله أعلم. صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.